Mwende mupakishe na kingine, ona. Na mniletee na chombo. Ni kipi kinaendelea huko Shabunda siku ya leo tarehe 17 Novemba mwaka wa 2025? Mpendwa msikilizaji, ujambo kwanza na karibu kujiunga nasi mara tena katika habari zetu za siku ya leo, ikiwa ni tarehe 17 mwezi Novemba mwaka wa 2025. Kwanza kabisa tunatanguliza mtatuia razi kwa kupata matangazo yetu kwa muda wa siku 2. Ilikuwa ni kufuatana na tatizo mbalimbali za kiufundi, lakini kwa sasa kila kitu kimekuwa salama na tunakuja kukuletea yote yanayojiri sehemu mbalimbali mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hivyo nakusihi kuweza kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi ili na waendelee kuzipata kama kawaida. Nakwambia ni siku chache tu uko Doha kumewekewa saini za makubaliano ya amani kati ya DRC na Rwanda, kati ya DRC na waasi wa AFC M23 kumrazi, kwa lengo moja tu la kusitisha vita mashariki mwa DRC. Lakini hali kwa sasa ni tete uko jimboni Kivu Kusini katika tarafa la Shabunda, huko ni mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambako waasi wa M23 wamesonga mbele na kuweza kushambulia moja kati ya vijiji huko katika tarafa hilo la Shabunda. Mpendwa msikilizaji, kuwa nami ili upate kufahamu yote yanayoendelea huko na huko mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mimi ni mtangazaji wako Ramsehi Ramadhan. Na kama kawaida mpendwa msikilizaji, nimekuambia kwamba siku ya leo nakuletea hali halisi ya kile ambacho endelea huko Shabunda, ni mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Jamhuri ya Kivu Kusini, ambako chini tu ya saa 24 baada ya kutua saini kwa makubaliano mapana ya amani huko Doha kati ya serikali ya Kongo na waasi wa AFC M23, hali katika maeneo ya mashariki mwa DRC imegeuka kuwa ya kusikitisha zaidi. Ilikuwa ni Jumapili hiyo jana tarehe 16 Novemba mwaka wa 2025, waasi wa AFC M23 wameingia katika eneo la Shabunda mkoani Kivu Kusini, hatua ambayo inaonyesha wazi ukiukwaji wa hadharani wa mazungumzo iliyowekewa saini huko Qatar. Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vinaeleza kuwa hatua hii ya waasi kusonga mbele na kuingia katika vijiji kadhaa vya huko Shabunda imekuja baada ya mapigano makali yaliyodumu kwa muda wa siku kadhaa. Inadaiwa kuwa wapiganaji wa AFC M23 waliweza kuzipita ngome za wanamgambo wa Zalendo na zile za FARDC zilizokuwa katika eneo la Kibanda Mangobo, na hivyo kufungua njia kuelekea maeneo mbalimbali ya tarafani Shabunda. Katika barabara ya Kimbili, hali imeelezwa kuwa ya wasiwasi mkubwa sana. Wakimbizi wa ndani wanaonekana wakikimbia kwa wingi, huku wakaaji wengi wakiripoti kuona askari jeshi wa FARDC wakirudi nyuma kutoka kwenye maeneo ya uwanja wa mapambano kama vile maeneo ya Kimbili, Ngolombe, Isinza, Everi na mji mingine ya Shabunda. Kuingia kwa waasi wa AFC M23 katika eneo hilo la Shabunda kunajitokeza kama pigo kubwa kwa utekelezaji wa haraka wa makubaliano ya Doha, wakati wananchi walikuwa wanatumaini ya kwamba makubaliano ambayo yametiwa saini huko Doha itakuwa moja kati ya njia ya kusitisha vita na kuanza kutegemea sura nyingine kutoka kwenye uwanja wa vita. Hali halisi ya uwanja wa vita inaonyesha kuendelea kuwa ya mapigano na kurejea kwa hamasa ya hali ya juu zaidi. Hali hii imezua maswali mengi kuhusu wazi wa ahadi za pande husika, uratibu wa watia saini na uwezo wa jumuiya ya kimataifa kuhakikisha kuheshimiwa kwa sitisho la mapigano ambalo linaendelea kujadiliwa kila mara huko Washington, lakini pia huko Doha. Kwa hiyo hiyo ni hali halisi mpendwa msikilizaji ya kile ambacho kinaendelea huko Shabunda. Hali ni tete. Vijiji ambavyo vinavamiwa na waasi wa AFC M23 kwa tarafani Shabunda ni pamoja na vijiji vya Maimingi ya kwanza pamoja na Maimingi ya pili. Hivi ni vijiji ambavyo tayari vimeshuhudiwa kuonekana kwa wapiganaji wa AFC M23. Ni siku 2 pekee tangu waweke saini huko Doha ya kusemea kwamba wende kwenye hatua ya kuweza kusitisha mapigano mashariki mwa DRC. Waasi
wanaonyesha nia yao ya kusonga mbele. Ukiangalia ni kwamba takriban miji mikubwa ambayo imeweza kushikwa na wahasi walikuwa wakizishika baada tu ya kwenda kwenye meza mazungumzo na kuweka saini. Yani pale ambako serikali ya Kinshasa inakubali kwenda kwenye mazungumzo ya kuweka ya kusitisha vita, baadaye tu matokeo yake makubwa inakuwa ni kwamba wahasi wanachukua moja kati ya eneo kubwa kule. Kutangalia kwamba mji wa Bukavu umeshikwa, mji wa Goma umeshikwa kupitia tu mambo ya kwenda kwenye mazungumzo ya kusitisha vita, huku wahasi wanaendelea kusonga mbele mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Jambo ambalo endelea kuonesha kwamba labda njia hii ya kutafuta amani, ya kutafuta kumaliza vita kwa mazungumzo ni moja kati ya njia ambayo inaweza kupelekea wahasi wakaendelea kusonga mbele na kudhibiti maeneo mengi mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Wakaaji wa maeneo ya Shabunda kwa sasa wanakuwa na wasiwasi mkubwa sana, huku wengi wakiwa wima wakitarajia kuanza kukimbia makazi yao kutafuta sehemu salama usalimini. Hiyo ni baada tu ya kuweza kuonekana kwa wapambanaji hawa wahasi wa AFC M23, lakini tatizo kubwa ni baada ya kuona majeshi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC wanakuwa wanarudi nyuma na mpaka kufikia sehemu ambako wakaaji wanapatikana kutoka kwenye uwanja wa vita, jambo ambalo limezua hofu mwingi kwa wakaaji wa maeneo hayo. Huyu hapa ni moja kati ya wakaaji kutoka kwa Shabunda, anaeleza hali halisi ya kile ambacho kinaendelea katika maeneo yao. Jambo papa. Habari ya mchana. Napenda nikujulishe kama M23 imechomoka pale kwa Sampa. M23 imechomoka pale kwa Sampa. Manake hapa tunaanza tu kujitayarisha gisi ya kukimbia. Hapa Kimbili manake inakuwa sawa vile soko, manake watu walisha yala sana ndani ya mjini. Basoda bengi sana bakokia na kimbia walisha yala hapa mjini. Njoo vile kama amuta nisikia magharibi au kesho manake tulisha tawanika. Njoo vile kabisa. Maake huko kabisa ni mistike. Mahopitali lisha yala centre de santé ya Rubembe, lisha yala ba blessé, ma mort. Manake atujue tujikomportea vraiment. M23 anachomokea maimingi. M23 anachomokea maimingi pale kwa Sampa. Njoo affrontment telema mystique. Njoo vile. Basoda walisha yala pa Kimbili bakokia na kimbia. Manake ni bitu kabisa vyenye tunakosa comportement kwa sasa, tujue tujikomporte je. Njoo vile. Kama mnaweza kututafuta siku zingine mtusikie, manake ni vile. Zamani. Hapa tuko Mulinda atake. Kuna wafanite 3 hapa. 3 Tuko wafanite 3 Mulinda atake peke. Mulinda atake peke. 3 division peke Mulinda atake. Njoo huyu. Hapa ni Simba. Sasa mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu popote ambao unaendelea kutusikiliza muda na saa kama hizi, una kipi cha kuzungumza kuhusiana na hali hii? Je, unafikiria kwamba makubaliano haya ambayo yanaendelea kuwekwa saini huko Doha na Washington itakuwa moja kati ya njia ya kuweza kumaliza vita? Wadadisi wa masuala ya kisiasa mashariki mwa DRC wanasema kwamba hawana imani na hali hii ya kuweka makubaliano kwa ajili ya kuweza kusitisha vita. Wanasema kwamba nia ya wahasi wa AFC M23 sio kuishia pale walipo, bali ni kusonga mbele zaidi na kudhibiti maeneo yote ya jimbo ya Kivu Kusini, lakini pia jimbo ya Kivu Kaskazini. Sasa serikali ya Kinshasa haitakiwi kufumbia macho swala hili, wanatakiwa waelewe mbinu na haja ya wahasi ni nini, si kwenda kwenye mazungumzo na kusitisha vita. Na kila mara wanapokwenda kwenye mazungumzo wanakuwa wanavizia kuchukua eneo lingine kubwa, ili tu pale ambako watakuja kukubaliana kwenda kwenye meza moja kati ya serikali ya Kinshasa na wahasi wakuwe tayari wameshadhibiti eneo kubwa ambalo DRC haitakuwa tena na fursa ya kuweza kupinga kile ambacho wahasi watakuweza kuzungumza. Hayo ni maneno yake moja kati ya madadisi wa masuala ya kisiasa kutoka mashariki mwa DRC. Labda wewe msikilizaji ambao uko nasi muda huu, una kipi cha kuweza kuzungumza? Unazungumza kitu gani kwanza kuhusiana na hali hii ambayo kwa sasa endelea ukabili watu wa huko wa Shabunda, ambayo wahasi wamekubaliana Doha, lakini kwenye uwanja wa vita waendelea kushambulia na kusonga mbele na kuanza kuchukua tena udhibiti na kuanza kuingia katika maeneo ya Shabunda katika kijiji cha Maimingi ya kwanza pamoja na Maimingi ya pili. Na hii ni moja kati ya hali ambayo endelea kuleta wasiwasi mkubwa sana katika jamii za kwa wakaaji ambao wanapatikana jimboni Kivu Kusini, ambao
walikuwa wakitegemea kwamba baada ya makubaliano yale basi kutokuwa tena kunasikika milio ya risasi, lakini pia vita, wale ambao walikuwa wameshakimbia wataanza kurejea, kwa sababu wengi walitegemea kwamba amani itakuja baada tu ya kuwekewa saini na jitihada ambazo zinafanywa na serikali ya Kinshasa kwa kuweza kukubaliana kutafuta mbinu ya kuweza kumaliza vita mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Basi unaweza kutuambia pia maoni yako ni yapi kwenye comment. Una kipi cha kuweza kusaidia kama ushauri? Unahisi kwamba ni kipi kifanyike huko DRC kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba vita vinafika kikomo na serikali inachukua udhibiti wa maeneo yote ambayo wao wanatakiwa kuyadhibiti? Kwa sababu utaangalia kwa sasa hali inakuwa tete tena. Ni siku chache wanawekewa saini ya makubaliano ya amani huko Doha, Washington pamoja na sehemu zingine, lakini waasi waendelea kuonesha dhamira yao ya kusonga mbele zaidi na kuchukua udhibiti wa maeneo mbalimbali jimboni Kivu Kusini, lakini pia jimboni Kivu Kaskazini. Moja kati ya vitu ambavyo vinaendelea kuleta maswali mengi kwa wakaaji. Moja kati ya wafuatiliaji wa hali ya usalama mashariki mwa DRC kutoka kwa Canada amesema kwamba hawategemei kupata amani aiza DRC tegemea kupata amani kwa kutoka Qatar aiza Doha, kwa sababu wao ndio suluhisho pekee pale ambako rais pamoja na government ya DRC taamua kusema kwamba hatutaki iki wao wenyewe, basi itakuwa moja kati ya njia sahihi ya kuweza kupata amani. Mpendwa msikilizaji, hiyo ni habari kwa ufupi kuhusu kile ambacho kipo mashariki mwa DRC uko Shabunda. Shabunda ni mkoa wa jimbo inapatikana ndani ya jimbo ya Kivu Kusini mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, sehemu hizo ambazo kwa sasa kuna shuhudiwa na tamruki kubwa sana. Tunaendelea kufuatilia habari hizi kwa kina ili tukuje kukuhabarisha na upate kuzifahamu kiundani zaidi. Tuko bega kwa bega kwa yote ambayo yanaendelea kutokea huko kwenye uwanja wa vita, na kusii tu wewe kusambaza habari hizi, kusubscribe channel hii ili wewe wa kwanza kuwa unapata habari zetu kila tunapozipandisha hewani. Tuko hapa kwa ajili ya kuweza kukuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote yanayojiri sehemu mbalimbali mashariki mwa DRC, lakini pia kote ulimwenguni. Hii ni channel yako Amani TV Media, na tuko hapa kuhakikisha kwamba tunakusambazia habari za ukweli na za uhakika. Tukutane tena katika habari zetu za hapo baadaye, tukiendelea kufuatilia kwa pamoja hali halisi ya kile ambacho kinaendelea huko Maimingi ya kwanza na Maimingi ya pili, vijiji ambavyo vinapatikana ndani ya tarafa la Shabunda jimboni Kivu Kusini. Na kuaga kwa muda, nitakuwa nawe tena hapo baadaye, ambapo nitakuja kukuletea kile ambacho kinatokea huko kwenye uwanja wa vita. Asante.